أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, leo tunaendeleza kipindi chetu cha talaka ndani ya Uislamu. Na kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia nafasi ya kadhi kutoa talaka kwa mwanamke kwa sababu ya mwanamume kushindwa kumhudumia mke wake huduma za lazima, ikiwemo chakula, mavazi pamoja na makazi. Leo tuangalie hal yuqi'u al-qadhi al-furqa bisababi i'sari an-nafaqa ala al-fawri au ala at-tarahi. Je, kadhi anapopelekewa mashtaka akataka mwanamke atenganishwe na mumewe kwa sababu ya umaskini au kushindwa mumewe kumhudumia, kumpa zile huduma za chakula na mavazi, je, kadhi anatakiwa kutoa talaka papo hapo au anatakiwa atoe muda, kumpa muda mume? Masala hii ni masala muhimu sana katika kuizingatia mtu huyu ambaye anapeleka kesi yake kwa kadhi, ikiwa ni mume au ni mke. Lakini pia kuiangalia kwa upande mwingine hali ya kadhi. Idha kanat az-zawjatu hiya allati rafa'at amraha ila al-qadhi, ikiwa itatokea ikawa mwanamke ndiye aliyepeleka kesi yake kwa kadhi, mwanamke ndiyo akachukua kesi yake ile ya kutokuhudumiwa na mumewe akapeleka kwa kadhi, fal matlubu anil qadhi an yas'ala az-zawj anil hali. Kinachotakikana kwa kadhi amuulize mume kuhusiana na hali yake aliyokuwa nayo mume. Ikiwa mume atakuja kusema innahu mu'sir, yeye ni maskini, kuthibitisha hili anatakiwa athibitishe mume. Akaja mume na madai akasema ana miskinun faqirun, mimi ni maskini fukara, wa athbata i'sara. Sasa mume akaja akathibitisha ule umaskini wake, na kweli ikathibiti kwamba huyu mume hana uwezo wa kumhudumia huyu mke, fa inna ma ala alqadhi an yu'ti az-zawj muddata yarahu huwa bijtihadi. Kilichokuwa ni wajibu kwa kadhi, ampe muda huyu mume, muda ambao anauona huyu kadhi huu muda unatosheleza kwa ijtihadi zake yeye mwenyewe. Kwa maana hakuna muda maalum ambao umewekwa na sheria au wanawachuoni wetu wameuweka muda huu kwa kusema apewe siku 4 au siku 5. Fa in madat walam yunfika, na ikiwa utapita muda huu aliotoa kadhi kumpa huyu mume na wala mume hakurudi kumpa mkewe yale matumizi yaliyokuwa ni ya lazima, hakurudisha huduma kwa mkewe, talaka alqadhi alayhi, kadhi hapa ndio atatakiwa atoe talaka kumpa huyu mwanamke. Kwa maana kwanza kadhi ampe muda huyu mume wa kujiuliza na wa kujitafuta. Ikiwa itatokea muda huu kamalizika na bado hajatoa huduma kumpa mkewe, kadhi anatakiwa amwache mwanamke huyu papo hapo, ikiwa tu kathibitisha mume kwamba yeye ni maskini. Na ikiwa mwanamume atasema kwamba mimi musir, ninacho cha kumpa, sina shida ya chochote, nao uwezo wa kumhudumia mke wangu, au sakata au alinyamaza, kuna maneno mawili. Aulize kadhi kumuuliza mume, je, uwezo wa kumlisha mkeo unao huna? Akisema uwezo ninao, au hakusema chochote,
akakaa kimya, walam yaqul shay'a, wala hakuzungumza chochote kusema kama ninao au sina, fa innama ala alqadhi hina idhin an ya'murahu bil infaqi alaiha, jukumu la kadhi hapa ni kumwamrisha mume atoe matumizi kumpa mkewe. Ikiwa mwanamume kasema nao uwezo au amenyamaza bila ya kubainisha kama uwezo anao au hana, kadhi anatakiwa amwamrishe mume atoe matumizi kumpa mkewe. Wa in rafadha, ikiwa atakataa, talaka alayhi alqadhi hala, kadhi hapa atatoa talaka papo hapo kumpa huyu mwanamke bila ya kumpa muda huyu mwanamume, kwa sababu mwanamume kathibitisha kuwa anacho cha kutoa au amekaa kimya, hakubainisha kwamba anacho au hana. Hivyo ikiwa atakataa kurejesha majeshi, inabidi huyu kadhi atoe talaka kumpa huyu mwanamke papo hapo. Kinyume na kama akisema kwamba mimi uwezo wa kumlisha sina. Akisema uwezo wa kumlisha sina, kadhi atatoa muda kumpa huyu bwana aende kujitafuta. Akisema ninacho au akakaa kimya, kadhi hatotakiwa kutoa muda, bali anatakiwa papo hapo atoe talaka kumpa huyu mke. Tukija tukiangalia, ingawaje nukta hii ina khilafu za wanawachuoni, lakini njia iliyokuwa nyepesi na ya kuishika kwa makadhi au kwa hawa ambao wamepeleka kesi yao kwa kadhi ni hii ambayo tumeitaja. Ingawaje kuna madhhabi ya Shafi'ia wana kauli yao na miongozo yao katika hili, lakini pia watu wa Hanabila wana miongozo yao pia na kauli yao katika hili, lakini kauli tuliyoitaja ni kauli ya Malikia, na tumeitaja kauli hii kwa sababu ndiyo nyepesi zaidi katika jamii yetu tuliyokuwa nayo na ni mzuri zaidi kwa wakati huu tuliokuwa nao. Ingawaje kadhi ana uwezo wa kuiacha kauli hii ya Malikia akaenda akafanyia kazi kauli ya Shafi'ia au kauli ya Hanabila. Ala kulli hali, huu ndio ufupisho wa hali hiyo. Na haya tuliyoyaongelea hivi punde, tunaangalia ni kwamba pale mume atakapokuwa yupo mbele ya mahakama, mume amepatikana yupo na mke yupo mbele ya kadhi. Ama itakapokuwa mume hayupo katika mji, lakini ikajulikana sehemu aliyopo, mke hapati huduma, lakini mume hayupo katika mji ule, lakini anatambulikana mume mahali alipo, na ukawa mji huo ambao mume yupo upo karibu kwa kiasi ambacho wanawachuoni wameweka kadri kwa mwendo wa siku 10. Kwa maana kama tutatumia safari kumfuata mume huyu siku 10, tuna uwezo wa kumfikia. Wanasema wanawachuoni kilichokuwa ni wajibu sasa hapa kwa kadhi, an yaktuba ilaihi risala, ampelekee barua. Yani kama mume yuko masafa ambayo ndani ya siku 10 tuna uwezo wa kumfikia mume huyu, kadhi anachotakikana ni aandike barua kumpelekea mwanamume huyu. Na katika barua ataainisha mambo yafuatayo: an ya'murahu bil hudhur, kwanza amwamrishe katika barua afike katika mahakama. Wa yukhayyirahu baina al-infaq au al-firaq, na amkhiyarishe baina ya kutoa matumizi kumpa mkewe au kuacha. Kwa maana ima atoe matumizi, ima amuache mkewe. Fa in ajaba wa hadhara, ikiwa ataitikia wito ambao amepelekewa na kadhi na akahudhuria katika mahakama, wakhtara ahadahuma, akachagua moja kati ya kutoa matumizi au kumuacha, nafadha alqadhi ikhtiyara, atapitisha kadhi makhtara, kile ambacho amekichagua huyu mwanamume. Ikiwa kaamua kurejea na kutoa matumizi, basi kadhi atapitisha hilo, na ikiwa karejea kaamua kuacha, pia kadhi atapitisha hilo. Wa in hadhara, na ikiwa atahudhuria baada ya kupata ujumbe akaja katika mahakama, walam yakhtar shay'an, wala hakuchagua chochote. Maana yake kadhi kampa nafasi mbili, ima umpe mkeo matumizi kama ilivyo wajibu kwa mwanamume anavyotakiwa kutoa matumizi kwa mkewe, au umwache. Na yeye hakuchagua lolote, hakuchagua kuacha wala hakuchagua kurejesha
matumizi, kutoa matumizi kumpa mkewe, talaka alayhi alqadhi. Qadhi hapa jukumu lake ni kumwacha mwanamke huyu. Hali zipo mbili, ampelekee barua, akihudhuria ampe khiari mbili. Akichagua moja katika kuacha au akichagua kurejesha matumizi, kupeleka matumizi kwa mkewe, ni bora. La, akinyamaza na hakutaka kurejesha, kupeleka matumizi na wala hakutaka kuacha, basi kadhi yeye ndio atachukua jukumu hili la kumwacha huyu mwanamke. Taban hii ni hali ambayo huyu mume yupo mbele ya mahakama baada ya kuletwa kutoka katika mji wa mbali. Fa illa yujib, sasa endapo kadhi akapeleka barua kumpelekea huyu bwana, lakini huyu bwana hakuitikia mwito ule, hakuutaka, walam yahdhur, na wala hakuhudhuria kamwe katika majlisi mahkama ya kadhi, talaka alayhi alqadhi aidan, kadhi atatoa talaka kumpa huyu mwanamke, kwa sababu huyu bwana kapelekewa barua ya kadhi na kaisoma barua, lakini hakutaka kuhudhuria katika majlisi ya kadhi na wala hakujibu lolote ya kwamba mimi nitafanya hivi au nitafanya hivi, kwa maana alikaa kimya baada ya kupokea ule ujumbe. Kadhi hapa anatakiwa amwache huyu mwanamke papo hapo. Na endapo likatokea lile ambalo sisi tunalizungumza sasa hivi, kwa maana hana huduma huyu mwanamke na mume wake yupo nje kabisa ya nchi hii ambayo yeye yupo, walam yu'lam makanu, lakini sehemu ambayo huyu mume yupo haijulikani. Hii hali ya kwanza, mume alipo tunapajua yuko wapi, na kadhi ndio atachukua jukumu hilo la kumuita, na hatua tulizozibainisha zimeshajulikana. Sasa je, mume hayupo katika nchi lakini pia hatumjui mahali alipo, au inawezekana tukamjua mahali alipo walakin kana ba'idan bu'dahu akthara min masafati 10 ayyam, lakini ikawa yuko mbali, bu'duhu, ule umbali wake aliopo ni zaidi ya mwendo wa siku 10. Wanasema wanawachuoni katika hali hii, fa innahu yata'ayyanu 'ala alqadhi, hapa itakuwa ni dhahiri, inabainika kwa kadhi hali ikiwa hii, an yutallika alayhi halan, atoe kadhi talaka kumwacha huyu mwanamke papo hapo. Kwa maana ikiwa mume kapotea, hatumjui mji aliwo, tuna uhakika kwamba yupo hai, kaondoka katika safari zake, lakini huko alikokwenda sisi hatukujui yuko wapi, au tunamjua yuko wapi, lakini namna ya kuweza kufikia alipo ni jambo lililokuwa gumu. Kadhi atatoa talaka papo hapo bighairi intidhari, wanawachuoni wanasema bila ya kusubiria chochote. Hii ni hali ambayo kadhi anao uwezo wa kutoa talaka kumpa mwanamke kwa sababu ya mwanamume kuto kusimamia majukumu yake ya huduma, ikiwa ni huduma ya makulati, vyakula, au mavazi au makazi. Tuna nukta nyingine ambayo ni tatliqul qadhi bisababi al-aibi, kuacha kadhi, nafasi ya kadhi kutoa talaka kwa sababu ya kasoro aliyokuwa nayo mume au aliyokuwa nayo mke. Tuna khilafu katika hili pia kwa wanawachuoni. Kadhi anayo nafasi ya kuweza kutoa talaka kumpa mwanamke, kuivunja ndoa ambayo imepelekwa mbele ya mahakama yake kwa sababu ya kasoro zilizopo kwa mume au zilizopo kwa mke. Katika masala hii kuna makubaliano ya wanawachuoni, wamekubaliana mafukaha wa madhhabi zote 4 juu ya kufaa kutoa talaka au kuachanisha baina ya wanandoa wawili kwa sababu ya kasoro ambazo zipo baina ya hawa wanandoa wawili. Na huenda mtu akajiuliza yeye mwenyewe, hal haqqu tatliq bisababi al-aibi mushtaraka, je, haki hii ya kadhi kuweza kutoa talaka na kuachanisha wanandoa hawa wawili kwa sababu ya kasoro ni haki ambayo ni ya kushirikiana baina zaujaini, baina ya wanandoa wawili? Maana yake mume anayo haki ya kwenda kuomba kuachanishwa na mkewe, au ni mke peke yake ndiyo mwenye haki hiyo?
kinyume na mwingine. Hili suala wanawachuoni wamekhtalifiana ndani yake, lakini tuchukue sehemu moja ambayo itakuwa pia ni sehemu ambayo ni mushtarak. Sehemu hii tuchukue kauli inayosema, wanawachuoni wana kauli inayosema haqqu tatliq bisababi al-uyubi khasun lizawjati duna zawj, haki ya kuweza kutoa talaka, haki ya kadhi kutoa talaka kwa sababu ya kasoro ambazo zipo na wanandoa wawili ni maalumu kwa mwanamke tu. Kuna baadhi ya wanawachuoni wamezungumza hili, lakini kauli iliyokuwa salim na iliyokuwa tunakwenda nayo na ni mzuri kwa wakati wetu huu, haki hii la yakhtasu bihi ahadun duna ghairi, si maalumu kwa mtu kinyume na mwenzake. Kwa maana haki hii anayo mume na haki hii pia anayo mke, kwa kuiangalia kauli kiundani. Ingawaje ukiangalia juu juu kwamba haki aliyena haki ya kupeleka kesi kwa kadhi ili kuachanishwa kwa sababu ya aibu na kasoro alizokuwa nazo mmoja wa ndoa wawili, haki hii ni ya mke tu, kwa sababu mume ukiangalia hana haja ya kupeleka kesi kwa kadhi ili kuachanishwa na mkewe, kwa sababu yeye ndio anayemiliki talaka, ana uwezo wa kumuacha mkewe muda wowote anaotaka. Kwa hiyo haina haja ya yeye kupeleka kesi kwa kuangalia juu juu, na mwenye haki ya kupeleka kesi ni mwanamke, kwa sababu mwanamke yeye hamiliki talaka, ana uwezo wa kumwambia mumewe niache kutokana na kasoro zilizokuwa nazo, na mwanamume akagoma kutoa hii talaka. Lakini tukija tukiangalia kiundani, haki hii ni haki mushtarak, ni haki ya wote wawili, haimuhusu mmoja kinyume na mwenzake. Kwa maana haki hii watashirikiana baina ya wanandoa wawili. Falizauj, anayo mume haqqun, haki at-tatliq bisababi uyubi zawjati, ya kwenda kuomba kuachanishwa na kutenganishwa na mkewe kwa sababu ya kasoro alizokuwa nazo mkewe. Walizawjati haqqu at-tatliq, pia mke naye anayo haki ya kwenda kuomba kuachanishwa na mumewe kwa sababu ya kasoro alizokuwa nazo mumewe. Hii ni madhhabi ya Malikia na Shafiia pamoja na Hanabila ala kulli hali, na ndiyo madhhabi ambayo tumeamua kuizungumza na kuichukua kwa sababu tumeona ndiyo iliyokuwa salim na ndiyo inayoendana na wakati wetu huu tuliokuwa nao. Na baada ya kukubaliana kwao juu ya kufaa kutoa talaka au kwenda kuomba talaka mmoja ya wanandoa wawili kwa sababu ya kasoro alizokuwa nazo mwanandoa, wamekhtalifiana kuhusiana na aibu ambazo, kasoro ambazo hizi zinafaa kwa mmoja kwenda kuomba kuachanishwa na mwenza wake kwa sababu ya kasoro hizo, kwa madhhabi nyingi tu. Lakini tuchukulie madhhabi ambayo itatukusanyia takriban rai zote zilizokuwa wamezitaja wanawachuoni. Kuna kauli ya moja ya madhhabi ya katika hizi madhhabi tulizokuwa nazo za Ahlus Sunna wal Jamaa, wao wamezigawanya hizi kasoro ambazo zinajuzisha mmoja kwenda kuomba talaka kuachwa na mwenzake katika vigawanyo viwili. Wamekubaliana katika baadhi ya vigawanyo na wakakhtalifiana katika baadhi ya vigawanyo. Kigawanyo kimoja ambao ni watu wa Malikia, wao wamezigawanya hizi kasoro ambazo zinajuzisha mwanamke au mwanamume kwenda kuomba kuachanishwa na mwenza wake kwa kadhi kwa sababu ya kasoro katika vigawanyo vitatu. Uyubu allati yakhtassu biha ar-rijal, kasoro ambazo zinamhusu mwanamume. Kwa maana kuna kasoro ambazo hizo akiwa nazo mwanamume, mwanamke anayo nafasi ya kwenda kwa kadhi na kumuomba kadhi aweze kumwachanisha yeye na mumewe. Al-uyubu allati takhtassu biha an-nisa, kasoro ambazo ni maalum zinamhusu tu kasoro hizi mwanamke. Kwa maana kasoro ambazo akiwa nazo mwanamke, pia mwanamume anayo haki ya kuomba kuachanishwa na mwanamke huyu.
pia al-uyubul mushtarak, kuna kasoro zile ambazo ni za ushirika, huyu anazo na huyu anazo, baina nisai wa rijal, baina wanawake na wanaume. Hebu tuangalie kasoro ambazo hizi akiwa nazo mwanamume, mwanamke anayo haki ya kwenda kuachanishwa, kwenda kuomba kuachanishwa na mumewe au kuivunja ndoa ambayo yeye yupo ndani yake. Hizi ni kasoro ambazo wamezitaja wanawachuoni. Akiwa nazo mwanamume, anayo haki mwanamke kuomba kuachanishwa na mkewe. Al-awwal al-jab, jambo la kwanza ni kitu kinaitwa jab, na jabu ni kukatwa mwanamume dhakari yake. Kwa maana endapo ikatokea mwanamume ana dhakari iliyokatwa, ana dhakari iliyokuwa nusu, hapa mwanamke anayo nafasi ya kwenda kwa kadhi kuomba kuachanishwa na mumewe, endapo mwanamume hakukubali kumwacha mkewe kwa khiari yake. Wal khisa, lakini pia kuna kitu kinaitwa al khisa. Khisa, wanawachuoni wanasema kwamba nazo khisiyatai arrajuli, ni kuvuliwa zile kongwa mbili zinazokaa kwenye makende za mwanamume. Kwa maana mwanamume endapo hana zile mbegu mbili zilizopo katika mfuko wake ulioko chini ya dhakar, zikitolewa kongwa zile mbili au zikavunjwa zikawa hazina kazi, mwanamke anayo haki ya kwenda kuomba kuachanishwa na mumewe ikiwa mwanamume amekataa kutoa talaka yeye mwenyewe. Lakini ni lazima ziwe hizi zilizotolewa zinazuia au zinazuia kuweza kufikia huyu mwanamke kuweza kumtosheleza, huyu mwanamume kuweza kumtosheleza mkewe. Aibu ya tatu, al-inna. Al-inna mara nyingi kwa Waswahili wanaita upooza, kwa maana mwanamume ambaye hana uwezo wa kumuingilia mkewe kwa sababu ya kiungo chake cha uume kutokuwa na nguvu. Kwa maana ikiwa mwanamume hana nguvu za kiume, hana uwezo wa kumuendea mkewe, mwanamume wakati huu akiombwa na talaka na mkewe kwa sababu ya kasoro hii aliyokuwa nayo na akakataa kuitoa talaka, basi mwanamke anayo haki ya kwenda kwa kadhi na kumuomba kadhi amuachanishe baina yake yeye na mumewe huyu. Pia kuna kitu kinaitwa al-i'tiraf. I'tiraf ni kitu ambacho kinazuia an fi'li ma buniya nikahu bihi, kutenda kitu ambacho ndoa imejengwa kwa ajili ya kitu hicho. Na hichi kinaweza kikagawanyika vipande viwili. Ndoa inawezekana imejengwa kwa ajili ya kupata watoto, yani mimi nimeoa kwa ajili ya kwamba niliyooa nipate naye watoto, lakini kukawa na kitu kilichokuja kuzuia baina yangu mimi na huyu mwanamke kupata watoto, ni kitu ambacho kinaitwa i'tiraf. Au kimejengwa kwa ajili ya istimta'u baina ar-rajuli wal mar'a, kuweza kustarehe baina ya mwanamke na mwanamume, lakini kukatokea kitu ambacho kinazuia starehe zile baina yangu mimi na huyu mwanamke ambaye nimemuoa. Hii inaitwa i'tiraf. Ikiwa kitatokea kimoja katika hicho, basi anayo haki mmoja katika hawa wanandoa wawili, maana yake anayo haki mwanamke kwenda kwa kadhi, kwenda kuomba kuachanishwa na huyu mwanamume, ikiwa mwanamume huyu amekataa kutoa talaka yeye mwenyewe, maadamu tu mwanamume pengine ni tasa, hana uwezo wa kuzalisha, au mwanamume pengine ana kitu kinachozuia kustarehe baina yake yeye na yule mwanamke. Kasoro ambazo sasa hizi zinamhusu mwanamke, ambazo akiwa nazo mwanamke, mwanamume anao uwezo wa kutoa talaka kumpa mkewe bila ya kuwa na kosa katika sheria, au kwenda kwa kadhi, kwenda kuomba kuachanishwa na mkewe, kama tulivyopita huko juu kwamba fursa hii yawezekana kiundani akawa anayo, lakini kiundani. Ar-ratq, kasoro ya kwanza ni ratqi, na ratqi huwa insidadu mahali aljima'i billahmi,
ni kuziba sehemu ile ya jimai ya mwanamke kwa sababu ya nyama. Yani sehemu ile ambayo ni sehemu ya starehe ya jimai baina ya mwanamke na mwanamume, kukaenda kukaa nyama ambayo inazuia baina yake yeye huyu mwanamume na mwanamke kuweza kufanya lile tendo la jimai. Hii ni kasoro moja ambayo ana uwezo wa kuwa nayo mwanamke, na akawa mwanamume anayo ruksa ya kutoa talaka papo hapo au kwenda kuomba kuachanishwa. Wal qarni, kasoro ya pili ambayo ana uwezo wa kuwa nayo mwanamke ni qarni, tunaita mfupa. Mfupa, wanawachuoni ukenda katika qarni kuielezea kwao wanasema huwa adhmun fil farji yamna'ul jimaa, pia ni mfupa ambao unajitokeza katika utupu wa mwanamke. Kuna kijimfupa ambacho kinakaa katika utupu wa mwanamke, kijimfupa hichi nacho kinazuia kumuingilia yule mwanamke. Kwa hiyo pia nao ni kasoro ambayo anaruhusiwa mwanamume kutoa talaka kumwacha mkewe akiwa na kasoro kama hii. Lakini pia kuna kitu kinaitwa al-aflu. Al-aflu ni kitu ambacho si chenye kuzoeleka katika jamii zetu, maana yake ni kitu wanasema wanawachuoni mkitafsiri shay'un mudawwar yakhruju min rahimi almar'a, ni kitu ambacho ni cha mviringo kinatoka katika utupu wa mwanamke. Ala kulli hali ni kitu ambacho kipo, na kitu hichi huwa hakiwatokezei wanawake ambao bado ni watoto, yani wanawake walioko bikra hawa hakiwatokezei, kwa sababu ni kitu ambacho kinawatokezea wanawake wakiwa tayari wameshajifungua, kwa maana ni kasoro ambayo inawapata wanawake wakiwa wamejifungua. Lakini pia al-ifdha, kasoro ambayo akiwa nayo mwanamume anaruhusiwa kutoa talaka au anaruhusiwa kwenda kuomba kuachanishwa na mkewe. Al-ifdha ni ifdha, na ifdha daun yakunu baina as-sabilaini bihaythu la tastati'u az-zawjati an tastamsik min al-bawli wal-gha'it. Ni ugonjwa ambao unaingia baina ya njia mbili za mwanamke, unaingia katika utupu wa mbele wa mwanamke au utupu wa nyuma wa mwanamke au zote mbili. Lakini ugonjwa huu ukimpata mwanamke huwa hana uwezo wa kujizuia choo kikubwa wala choo kidogo, kwa maana wakati wowote yeye choo kinamtoka. Mikojo inaweza ikawa inampita ovyo ovyo, au haja kubwa inaweza ikampita ovyo ovyo. Huu ni ugonjwa ambao anaupata mwanamke, na mwanamke hana uwezo wa kujizuia katika haja hizi mbili. Kwa hiyo akiwa nao pia ugonjwa huu mwanamume anaruhusiwa kutoa talaka papo hapo kumwacha mkewe au kwenda kuomba kuachanishwa na mkewe. Na jambo jingine, al-bukhr wanawachuoni wameitaja kwa kusema huwa raihatul kariha min alfami, ni harufu mbaya inayotoka katika mdomo. Kwa maana ikiwa mwanamke anatokwa na harufu mbaya sana katika mdomo wake, hii ni sababu miongoni mwa sababu za msingi zinazomfanya mwanamume awe na nafasi ya uwezo wa kumwacha mkewe, kutoa talaka kumpa mkewe au kwenda kuomba kuachanishwa na mkewe. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na muda tuishie hapa. Insha Allah tutakuja kuendelea kuzitaja kasoro ambazo zinampa nafasi mwanamke kumwacha mkewe, ambazo hizi ni kasoro wanazoshirikiana baina ya mwanamke na mwanamume. Tumetaja kasoro ambazo ni za mwanamke peke yake na kasoro ambazo ni za mwanamume peke yake, zinazotoa nafasi kwa kila mmoja katika hawa wanandoa wawili kuweza kumwacha mwenzake. Sasa tutakuja kutaja inshallah katika kipindi kinachokuja, katika utimilifu wa kipindi chetu, kasoro ambazo ni za ushirika baina ya mwanamume na mwanamke zinazotoa nafasi ya kuweza kuvunjwa ndoa hii insha Allah. Wa ilahuna, wassalamu alaikum wal afwa minkum.